Karibu ndugu msikilizaji kwa kutupatanisha tena kwenye kipindi hiki cha neno. Mimi ni dada Pamela Omodo nikisema karibu tubarikiwe kwa neno la Mungu. Somo latoka kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili, sura ya 1, aya ya 1 hadi sura ya 2, aya ya 5. Anayetuletea ujumbe ni mchungaji Jeffrey Wanjala Munyero. Israeli baada ya Daudi kuaga dunia, naye Sulemani mwanawe kuchukua hatamu za uongozi wa ufalme huo. Haya ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili, sura ya 1, aya ya 1 hadi sura ya 2, aya ya 5. Na kama ilivyo, itakuwa vigumu kwa ajili ya muda kusoma kila andiko. Kwa hivyo, itakuwa baraka kwako kutangulia kusoma kitabu hiki. Tuliona jinsi Daudi kwenye Mambo ya Nyakati ya Kwanza alivyofanya kila jambo na akayakusanya yote yaliyohitajika kwa ajili ya ujenzi wa hekalu. Hakuna kilichokuwa kasoro, iwe ni habari ya wafanyakazi, himizo kwa wazee na viongozi wa Israeli, huduma itakayoendelea katika hekalu na kadhalika. Yote Daudi alikuwa amefanya tayari, kwa hivyo Sulemani ndiye alifaa kuingia kazini na kuijenga nyumba ile. Yote tuliyoona katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza yalimhusu Daudi tu. Sehemu hiyo ilianza kwa nasaba kutokea kwa Adamu hadi kumfikia Daudi. Kwa nini? Sababu, msikilizaji, ni kwamba nasaba ya Daudi ndiyo yatuelekeza kwa Kristo. Ndiposa Agano Jipya yaanza kwa maneno haya: kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 1 mstari wa 1 kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo mtakatifu. Nitarudia kusema kwamba katika kitabu cha Mambo ya Nyakati tukipatacho ni mtazamo wa Mungu. Vitabu vile vya Samueli na Wafalme tupatacho ni mtazamo wa mwanadamu. Hii haina maana kwamba maandiko hayo hayajavuviwa, la, maandiko yale yamevuviwa na Roho wa Mungu, lakini mtazamo ni kwa jinsi ya mwanadamu, nalo zingatio ni Daudi. Na uwazapo habari ya Daudi, je, zingatio lake maishani lilikuwa nini? Zingatio lake ilikuwa kumjengea Bwana Mungu wake nyumba, yani hekalu. Sasa kwenye Mambo ya Nyakati ya Pili twapata mada mbili kuu. Kwanza ni ujenzi wa hekalu, na pili ni uvuvio au uamsho wa kiroho. Kitabu hiki ni sambamba na yaliyokuwa yakitendeka katika Wafalme, ila kuna hali ya kuzingatia mambo fulani fulani. Sura za kwanza 9, msikilizaji, zanena kuhusu utawala wa Sulemani, 6 kati yazo zikijihusisha na ujenzi wa hekalu. Kwa hivyo ni wazi kwetu kuona hilo analozingatia Mungu kwenye maandiko haya. Katika utawala wa Sulemani, katika yote aliyoyatenda katika ujenzi wa hekalu hiyo, hilo ndilo lilikuwa jambo kuu sana. Mara nyingi watu mfikiri Sulemani kwa habari ya wanawake aliyooa tu, lakini hilo si ndilo Mungu asisitiza au kuzingatia. Kuwa na wake wengi ni jambo ambalo halikuwa katika mapenzi ya Mungu. Alilotenda Sulemani ilikuwa kinyume cha mapenzi ya Mungu, jambo lililofanya ufalme huo kugawanyika baadaye. Dhambi, msikilizaji, daima huwa na mavuno yake, nayo ni hukumu ya Mungu. Njia ni moja ya kujiokoa na dhambi, nayo ni kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwa hivyo mada kuu ya kwanza katika kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili ni kuhusu ujenzi wa hekalu. Hili ndilo muhimu sana, kwani Mungu alimvuvia mwandishi kuandika sura 6 kwa habari hii. Kisha kwenye sura ya 10 hadi mwisho wa kitabu hiki twapata habari za ufalme uliogawanyika. Wafalme hao hawakufuata katika njia za Daudi, hasa wale wa Israeli au ufalme wa kaskazini. Huko hapakuwa na hata mmoja aliyemcha Bwana Mungu. Mambo ya Nyakati ya Pili yashughulikia sana habari ya ufalme huo wa kusini au Yuda. Ufalme huo wa kaskazini hautajwi sana kwenye kitabu hiki. Katika ufalme huo wa kusini walikuwepo wafalme 5 waliofuatia njia ya baba yao Daudi, nao ni Asa, Yehoshafati, Yoashi, Hezekia na Yosia. Wafalme hawa walitumika kuleta uvuvio katika ufalme ule na kuwarejesha watu wa Mungu kwa Mungu.
Uvuvio ni jambo ambalo Mungu azingatia katika kitabu hiki, nasi tutafanya vivyo hivyo. Kwa habari ya uvuvio, msikilizaji, imefikiriwa kwamba iwapo tutaomba sana, basi Mungu atatuma uamsho au uvuvio. Ila hiyo si kweli, kwani Mungu ni mwenyezi na hawezi kufuata mipango yetu. Elewa hili hasa unaposoma kwenye chuo cha nabii Isaya sura ya 55 aya ya 8 hadi 11. Muhimu kwako na kwangu ni kujua mapenzi ya Mungu na kuyatenda hayo. Mapenzi hayo ya Mungu yatoka katika umilele na yadumu vizazi na vizazi. Amina. Uvuvio huja tu tunapolisikia neno la Mungu na kutenda kama itupasavyo. Hayo ndiyo tutayaona, kwani si kwa nguvu wala kwa uwezo, bali kwa Roho wake Mungu. Hayo ndiyo maneno aliyoambiwa Zerubabeli mwana wa Shiltieli kutoka kwa kinywa cha nabii Zekaria, usomapo sura ya 4 ya kitabu hicho aya ya 6. Jiandaye msikilizaji kuona jinsi wafalme waliomfuata Daudi walivyotawala na kuishi. Wanaozingatiwa ni wale 5 waliofuata njia ya Daudi, jambo lililoleta uvuvio, urejesho na mabadiliko katika tawala zao mtawaliwa. Neno la Mungu lafungua sura ya 1 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 1. Basi Sulemani mwana wa Daudi alithibitishwa katika ufalme wake, naye Bwana Mungu wake alikuwa pamoja naye, akamtukuza mno. Huenda ulikuwa ukifikiri, kwa nini nilisema kuwa Sulemani hakuwa chaguo la Daudi? Naam, hivyo ndivyo ilikuwa, kwani Sulemani alikuwa chaguo lake Mungu. Wazo langu ni kwamba Daudi angelipenda Absalomu awe mfalme, maana alimpenda sana. Moyo wa Daudi ulivunjika sana baada ya Absalomu kufa. Sulemani, huyo mwana wa Daudi, alithibitishwa katika ufalme wake, nao huo ufalme utafikia kilele chake katika utawala huo. Yote haya yalitendeka kwa kuwa Bwana Mungu wake alikuwa pamoja naye. Msikilizaji, Bwana akiwa pamoja nawe, hakika utadhibitika maishani mwako. Kwa hiyo ni busara kwako kumtegemea katika kila jambo. Hata hivyo, Sulemani atamuasi Mungu, jambo litakaloleta hukumu juu yake. Ufalme huo utagawanyika, si katika utawala wake, bali wa mwanawe. Hili litafanyika kwa jinsi hiyo kwa ajili ya Daudi, lakini si Sulemani. Kwenye aya ya 2 neno laendelea kutuambia hivi: Sulemani akasema na Israeli wote na maakida wa maelfu na wa mamia na waamuzi na kila shehe wa Israeli wote, wakuu wa nyumba za mababa. Baada ya kuthibitishwa katika ufalme, Sulemani alifanya mkutano na wakuu na viongozi wa tabaka zote. Hebu tazama aya ya 3 isemayo hivi: Basi Sulemani akaenda mahali pa juu pa Gibeoni na kusanyiko lote naye, kwani ndipo ilipokuwako hema ya kukutania ya Mungu aliyoifanya Musa mtumishi wa Bwana jangwani. Sanduku hilo la agano la Bwana lilikuwa katika hema ya kukutania kwenye sehemu hiyo iitwayo Gibeoni. Ni lazima ukumbuke kwamba ni Daudi ndiye alihamisha sanduku hilo toka Kiriath Yearimu hadi Yerusalemu. Hata hivyo, hakuna angeliyeweza kumwendea Mungu moja kwa moja. Njia ya kumwendea Mungu ilikuwa kwa ile madhabahu ya shaba iliyoakilisha msalaba wa Kristo. Ndivyo walistahili watu wale kumwendea Bwana Mungu. Wewe nami ni lazima kumwendea Bwana Mungu kwa njia hiyo hiyo. Kuna dhana kwamba waweza kuingia mbele ya Mungu katika hali yoyote ile, naye yu pale tayari kukusikia. Kwa ufahamu wako, hayo ni mawazo ya mwanadamu tu, maana neno lasema hivi kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 aya ya 12: Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Mungu hakusema kwamba atayasikia maombi ya watenda mabaya. Naamini kwamba ombi la kipekee alisikialo kutoka kwa mwenye dhambi ni wakati anapomwendea na kuomba rehema zake katika Kristo Yesu. Hii ndiyo njia pekee ya kumwendea Bwana Mungu, yaani njia ya msalaba. Hilo ndilo Sulemani alifanya. Awachukua viongozi wote na kuiendea ile hema ya kukutania ambamo mlikuwamo sanduku la agano pamoja na ile madhabahu ya shaba. Alianza utawala wake kwa hekima ya kumwendea Bwana Mungu. Na ndivyo, ndugu msikilizaji, twahitaji kufanya katika maisha yetu, yaani kila siku tuanze maisha yetu kwa kumwendea Bwana Mungu.
Tunapofanya hivyo, Mungu atatusaidia na kutuelekeza katika maisha yetu kutenda mambo yanayompendeza. Tunapogeukia aya ya 4 na ya 5, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: tena madhabahu ya shaba aliyoifanya Bazaleli mwana wa Uri mwana wa Huri ilikuwako huko mbele ya maskani ya Bwana. Sulemani na kusanyiko wakaiendea. Sulemani akaipandia huko madhabahu ya shaba mbele za Bwana iliyokuwako hemani pa kukutania, akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu yake. Rafiki msikilizaji, njia ya kumwendea Mungu ni kwa hiyo madhabahu ya shaba. Kama nilivyotangulia kusema, hawakuruhusiwa kwenda mbele ya sanduku la agano, kama vile wewe nami hatuwezi kuingia mbele za Mungu pasipo kazi ya msalaba wa Kristo. Kisha aya ya 6 yatuambia hivi: Sulemani akaipandia huko madhabahu ya shaba mbele za Bwana iliyokuwako hemani pa kukutania, akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa. Ndugu yangu, watu hawa walimtolea Bwana sadaka kwa mioyo mikunjufu na yenye furaha. Hili ni jambo lililotendeka sana katika utawala wa Sulemani. Nayo aya ya 7 hadi ile aya ya 9 neno latuambia hivi: usiku ule Mungu akamtokea Sulemani akamwambia, omba utakalo nikupe. Sulemani akamwambia Mungu, umemfanyia baba yangu Daudi fadhili kuu, nawe umenimilikisha mimi badala yake. Basi sasa, Bwana Mungu, nalimiakinie baba yangu Daudi neno lako, maana umenitawaza niwe mfalme juu ya watu wengi kama mavumbi ya nchi. Katika hili tulionalo hapa, Mungu hakumwahidi Daudi ahadi tu, bali kwa Ibrahimu pia, maana alimwambia kuwa uzao wake utakuwa kama mchanga wa baharini usioweza kuhesabika. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 10, ambapo Sulemani aendelea kuzungumza na Mungu akisema hivi: basi sasa nipe hekima na maarifa, nijue kutoka na kuingia mbele ya watu hawa, kwa kuwa ni nani awezaye kuwahukumu watu wako hawa walio wengi? Ni kawaida, msikilizaji, watu kumpongeza Sulemani kwa ombi lake la kumwomba Mungu hekima na busara na maarifa. Ila swali ni hili: je, wazo hili lilitoka wapi? Jibu, rafiki yangu, twalipata kwenye Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 22 mstari wa 7 na 8 na mstari ule wa 11 na 12. Maandiko yasema hivi kwenye sehemu hiyo: Daudi akamwambia Sulemani mwanawe, kwangu mimi nia yangu ilikuwa kujenga nyumba kwa ajili ya jina la Bwana Mungu wangu, lakini neno la Bwana likanijia kusema, wewe umemwaga damu nyingi na vita vikubwa umevifanya. Wewe hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu, kwa sababu umemwaga damu nyingi juu ya nchi machoni pangu. Kisha aya hiyo ya 11 na 12 zasema hivi: sasa mwanangu, Bwana na awe pamoja nawe, ukafanikiwe na kuijenga nyumba ya Bwana Mungu wako, kama alivyonena kwa habari zako. Bwana na akupe busara na akili, akakuagizie juu ya Israeli, ili uishike torati ya Bwana Mungu wako. Rafiki yangu, maandiko hayo kama vile yalivyo yatujulisha kwamba Sulemani alimsikiliza babaye kwa habari ya ushauri kwamba amuombe Mungu hekima, busara na maarifa. Hasa aya hiyo ya 12 isemayo hivi kwa sehemu: Bwana na akupe busara na akili. Sulemani alikumbuka ushauri huu, na wakati alipoulizwa na Mungu hilo atakalo amtendee, alimwomba Bwana hekima na maarifa ili ajue jinsi ya kutoka na kuingia mbele ya watu wale. Kwa lugha nyingine, ajue jinsi ya kuwatawala watu hao. Kwenye aya ya 11 na 12 neno laendelea kutuambia hivi kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Sikiliza: naye Mungu akamwambia Sulemani, kwa sababu neno hili lilikuwamo moyoni mwako, wala hukujitakia mali wala utajiri wala utukufu wala maisha za wakuchukiao, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, bali umejitakia hekima na maarifa, upate kuwahukumu watu wangu niliyokutawaza juu yao. Basi hekima na maarifa umepewa, nami nitakupa mali na utajiri na utukufu kupita walivyokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako, wala baada yako hapata kuwa na mtu atakayekuwa navyo. Mungu alimjalia ombi lake, akampa busara na hekima na baraka zaidi ya alivyoomba. Hekima aliyoomba Sulemani ilikuwa ya kuwa mtawala bora juu ya watu wa Israeli, maana alitambua kuwa watu wale ni watu wa Mungu.
Ingawaje alikuwa na hekima ya kutawala, hekima ya kiroho si jambo alilokuwa nalo, kama tutakavyoona baadaye. Lakini funzo kuu hapa ni kwamba iwapo kuna jambo unalohitaji kutoka kwa Mungu, ni hekima na maarifa kutoka kwake. Na hekima hiyo, ndugu msikilizaji, haipatikani kwingineko ila katika huyo Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye amefanyika kwetu hekima na maarifa ya Mungu. Hayo ni yale uyapatayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza, unaposoma kwenye aya ya 29 na kuendelea. Tunapoendelea kwenye aya ya 14 na 15, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: Sulemani akakusanya magari na wapandao farasi, naye alikuwa na magari 1,400 na wapandao farasi 12,000 aliyowaweka katika miji ya magari na pamoja na mfalme huko Yerusalemu. Mfalme akafanya fedha na dhahabu kuwa kama mawe humo Yerusalemu, na mierezi akaifanya kuwa kama mikuyu iliyomo Shefela, kwa kuwa mingi. Ingawaje neno latuambia kwamba kulikwepo na mierezi wengi wake kama mikuyu, si ndivyo ilivyo sasa. Sehemu hiyo imejaa mawe, ni nchi kavu sana. Hata hivyo taifa hilo lilibarikiwa, kwani fedha na dhahabu ilikuwa kama mawe ya kawaida. Kwa kumalizia sura hii ya kwanza, neno lasema hivi kwenye aya ya 16 na 17: Nao farasi aliokuwa nao Sulemani wakaletwa toka Misri, wakapewa wafanyabiashara wake mfalme kwa makundi, kila kundi na thamani yake. Nao hupandisha na kuleta kutoka Misri gari kwa shekeli 600 za fedha, na farasi kwa 150. Vivyo watu wakawaletea wafalme wote wa Wahiti na wafalme wa Shamu mikononi mwao. Rafiki, hili atendalo Sulemani ilikuwa kujiingiza katika eneo la hatari, kwani Mungu aliwaagiza watu wake, hasa wafalme, wasijiongezee farasi au fedha au dhahabu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 17, tunaposoma kwenye aya ya 14 hadi 17. Neno lasema hivi: Utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, ukaimiliki na kukaa humo, nawe utakaposema, nitaweka mfalme juu yangu, mfano wa mataifa yote yaliyo kando kando yangu, usiache kumweka yule atakayechaguliwa na Bwana Mungu wako awe mfalme juu yako. Umweke mmoja katika ndugu zako awe mfalme juu yako. Usimtawaze mgeni juu yako ambaye si ndugu yako. Ila asifanye farasi wake kuwa wengi, wala asiwarudishe watu Misri ili wapate kufanya farasi kuwa wengi, kwa kuwa Bwana amewaambia, tangu sasa msirudie tena njia ile. Wala asijizidishie wake, ili moyo wake usikengeuke, wala asifanye fedha zake na dhahabu kuwa nyingi mno. Haya ambayo neno la Mungu latuambia waziwazi kuwa hayakuwa halali kwa mfalme kutenda, ndiyo Sulemani alitenda yote, tena kuliko wafalme wote walioishi kabla yake na baada yake. Ndugu yangu, kama vile tutakavyoona baadaye kwenye mafundisho yetu, hivyo ndivyo Sulemani alianza kuanguka. Sura ya pili ambayo twageukia sasa yazungumzia kuhusu ujenzi wa ile nyumba ya Bwana, nayo ndiyo hekalu. Sulemani alifuata maagizo ya babaye kuhusu ujenzi ule. Aya ya kwanza na ya pili zasema hivi: Basi Sulemani alikusudia kujenga nyumba kwa jina la Bwana na kuujengea ufalme wake nyumba. Sulemani akahesabu watu 70,000 wawe wachukuzi wa mizigo, na watu 80,000 wawe wachongaji milimani, na watu 3,600 wawe wasimamizi wao. Kila jambo lilikuwa wazi kabisa, na sasa Sulemani aanza taratibu za ujenzi wa hekalu. Ujenzi wa hekalu ni jambo ambalo Mungu atilia mkazo katika utawala wa Sulemani. Kwenye aya ya 3 neno latuambia haya: Sulemani akatuma watu kwa Hiramu mfalme wa Tiro akisema, kama ulivyomtendea baba yangu Daudi na kumletea mierezi ajijengee nyumba ya kukaa, unitendee na mimi. Jinsi ilivyo, Hiramu alimpenda Daudi sana, naye Daudi alimpenda Hiramu. Ila nafikiri kwamba Hiramu alikuwa na matatizo na kijana huyo Sulemani, kama tutakavyoona baadaye. Mfalme huyo wa Tiro alikuwa mkarimu sana kwa Daudi, ila apata kuwa ni vigumu kuwa na uhusiano na Sulemani. Hebu tazama aya ya 4 inayosema hivi: Angalia, najenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wangu, ili kumfanyia wakfu, ya kufukizia mbele zake fukizo la manukato na ya mkate wa uonyesho wa daima,
na sadaka za kuteketezwa za asubuhi na jioni, na za siku za Sabato, na za mwezi mpya, na za sikukuu zilizoagizwa na Bwana Mungu wetu. Hili ni agizo la milele kwa Israeli. Alilotenda Sulemani, ndugu msikilizaji, neno hili latuambia kwamba ni agizo la milele kwa Israeli. Iwapo wafikiri kwamba katika milinia hapata kuwa na kama hili, basi mimi ningelipenda kujulisha kwamba sadaka hii itakuwepo, kwa kuwa ni agizo kutoka kwa Mungu. Sadaka za Agano la Kale ni kweli kwamba zilimwakilisha Kristo kabla hajaja, ila fahamu kwamba katika milinia zitakuwa kumbukumbu la alilotenda Kristo Bwana wetu kwa ajili yetu sisi sote. Aya ya 5 yasema hivi: nayo nyumba nitakayoijenga ni kubwa, kwa sababu Mungu wetu ndiye mkuu juu ya miungu yote. Je, ndugu yangu, ni kitu kipi kifanyacho jambo kuwa kuu? Ni nini kimfanyacho mtu awe mkuu au kuhesabiwa kuwa mkuu? Kanisa nalo lafanyika kuwa kuu kwa njia gani? Rafiki, hakuna kiwezacho kufanya chochote kuwa kikuu na kikubwa isipokuwa kiwezeshwa na Mungu. Nasikitika kwamba hili ni jambo ambalo wengi tumepoteza mwelekeo walo. Wamhitaji Mungu iwapo atarajia kutenda makuu kwa jina lake. Mtumishi mmoja wa Mungu alisema kwamba jaribu kutenda mambo makuu iwapo wamtumainia Mungu mkuu. Kwa hivyo lolote utendalo maishani, msikilizaji, lolote unalonuia kutenda, ni lazima kumgeukia huyo Mungu mkuu, Mungu aliye juu ya vitu vyote, Mungu atawalaye milele na milele, naye kwa sifa na utukufu wa jina lake. Hebu na tuombe. Baba mfalme, Mungu uishie milele, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu mkuu, Mungu utawalaye juu ya vitu vyote, na uliyeinuka mahali palipo juu sana. Tazama, tumechukua muda wa kujifunza neno lako, na tumeona mambo makuu tena ya ajabu uliyoyatenda katika maisha ya watu wako, nasi tuomba kwamba utatusaidia katika maisha yetu, tufahamu ya kuwa hakuna lolote tuwezalo kutenda litakalofanikiwa isipokuwa hilo ambalo umeweka mkono wako juu yake, hasa hilo ambalo Bwana wetu ni jambo linalokutukuza wewe. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na mafundisho haya utamwezesha na kumsaidia apate kutenda mapenzi yako anapoyasoma kwenye neno lako. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana najua haya utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa kuwa tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Yesu akusaidie, Bwana Yesu akubariki unaponuia kutenda makuu kwa ajili yake Mungu, maana mkono wa Mungu u juu yako. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutabarikiwa zaidi, maana tutajifunza kutoka kwa Mungu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya harafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Nitarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka, na neno litaendelea. Neno